Naitwa Aaron Isaac, natoka shirika la Partnership for Nutrition in Tanzania, kwa kifupi ni PANITA. PANITA ni watekelezaji wa mradi unaojulikana kama kupaza sauti ya walaji kwa kuweza kukabiliana na masuala mazima ya mabadiliko ya chakula na mazingira. Tumekuja Makete hii kutekeleza mradi huu kwa kushirikiana na wadau walioko katika eneo la Makete. Wadau tunaoshirikiana nao katika mradi huu ni pamoja na KKT Makete, ambao KKT Makete watafanya shughuli za jamii kwa maana ya kushirikiana na vikundi vya msaada vilivyopo katika jamii. Lakini mdau mwingine tutashirikiana naye ni pamoja na Greenview FM. Green FM wenyewe watashughulika na masuala ya jumbe na utoaji wa elimu katika jamii kwa njia ya vipindi. Lakini wadau wakuu ambao tunashirikiana nao ni pamoja na serikali ya mkoa na serikali ya halmashauri ya Makete. Na kwa jana tulikuwa tuna kikao cha kuweza kupitia mipango ya masuala ya usalama wa chakula. Tuliweza kujadiliana kwa pamoja na tukaweza kufanya mapitio na tathmini kuona namna gani tunatekeleza masuala mazima ya usalama wa chakula katika maeneo yetu. Nia na mazumuni ilikuwa ni kujitathmini, tuone wapi tumefanya vizuri na wapi ambapo hatujafanya sawa sawa. Na baada ya kikao cha jana kufanya hiyo tathmini, tuliona yako mapungufu machache ambayo tuliweza kuweka mkakati mahususi kwa ajili ya utekelezaji. Na kwa sababu tunafahamu kata ndio watekelezaji, kata pamoja na vijiji ndio watekelezaji wakuu wa shughuli mbalimbali zinazofanyika kwa maana ya afua ambazo tunazihamasisha na kuzitolea elimu katika mradi huu, basi maazimio yale leo pia tumekuwa na kikao kifupi na wataalamu wa kata ya Iwawa, kwa sababu mradi huu pia umejikita sana na kufanya kazi zake katika kata ya Iwawa. Kwa hiyo tumekutana na wataalamu wa kata ya Iwawa na tumeweza kujadiliana kwa pamoja kuona namna gani tunavyoenda sasa kwamba kwenda kutoa elimu ya masuala yanayohusiana na usalama wa chakula, ili kuhakikisha jamii yetu chakula inachokitumia, chakula inachokula kinakuwa ni chakula salama. Na jamii ishaelimika wakala chakula ambacho ni salama, tutakuwa tumeboresha afya za walaji. Na maana hiyo sasa tumegusia mpaka mifumo mizima ya utoaji wa taarifa pale walaji wanapokuwa wamekutana na mazingira ambayo yasiyo salama. Kwa mfano, mlaji amekula chakula ambacho sio salama, akatoe taarifa wapi. Na taarifa hiyo tumekubaliana na afisa afya kwamba taarifa hizo zitaendelea kutolewa kwa maafisa afya na kuhakikisha kwamba wao wanakuwa na jukumu kubwa la kutoa elimu na kuhamasisha masuala ya chakula salama ambacho pia kitaambatana na usafi wa mazingira katika maeneo yetu.